Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa neema tunayotupatia siku ya leo. Kwa heshima nyingi tunayo sababu kabisa ya kufanya hivyo kwa Mungu wetu. Atupaye uhai, atupaye kuishi, atupaye kuwepo. Na kama tujuavyo, katika dunia tupo kwa makusudi maalum na makamilifu. Hatupo kwa dharura, bali tupo kwa makusudi yaliyokwisha kuwekwa tayari na Mungu Mwenyezi. Na huu ndio wakati wa umakini, na ningetaka tujifunze pamoja kama kanisa, kama watu wasio bado kanisa. Duniani kote tunao ujumbe wa nyakati za mwisho wa kuliambia kanisa na kuambia watu, kuambia ulimwengu mzima. Walio kanisa na wasio kanisa. Hivyo ni furaha yangu kukukaribisha kwa dakika chache hizi tuweze kushiriki kitu cha maana kwa pamoja. Na tutaangalia somo fupi kwa siku leo lenye kichwa kisemacho huu ndio wakati. Huu ndio wakati. Huu ndio wakati. Ni vizuri dunia mzima na watu wote kutambua, mtu wa aina yoyote, wa rangi yoyote, mtu wa nafasi yoyote, una elimu ama una elimu, kazi ama una kazi, una maisha tusemayo mazuri au huna hayo mazuri, una fedha ama huna fedha, unalala njaa ama unashiba, una mapungufu ama una utoshelevu, kwa namna yako, watu wote duniani, sikiliza kwa makini. Huu ndio wakati. Kwa kuwa kila wakati una majambo katika hii dunia. Hakuna wakati unaopita hivi hivi. Kwa ni muhimu kuzitambua nyakati na majira tulizo nazo. Wakati wako ni upi hivi sasa? Huu ndio wakati wako. Unafanya nini? Umeshika nini? Akili yako umeielekeza wapi? Huu ndio wakati. Tazungumza na kanisa, tazungumza na kwa kila mmoja yote aliye kanisa. Huu ndio wakati wake wa kuwa macho. Sio wakati wa kulala. Ni vizuri vijana kwa wazee. Kazi inatuhusu.
kuna mazingira unakwenda kuyakabili, na ile angazo kubwa, usiweke akili yako nyuma. Kuna shida huku duniani, tumeweka akili nyuma na mambo mengi yametangulia mbele, hayako na sisi. Tumeweka ufahamu nyuma, tuongeangalia mbio za dunia na mambo yake yalivyo na kazi ya dunia. Dunia imetupa kazi, imetoa kazi. Watu wangekimbizana na kazi, sasa dunia imetoa. Na eka nyingi dunia sasa imetoa. Kwa hiyo wanashughulishwa sasa na dunia na mambo yake mengi ya kutosha, kiasi kwamba nyakati na majira tunasahau kabisa. Tufanyayo, tambua hili, huu ndio wakati wa kanisa kuwa macho, kanisa kupigana na kuvaa silaha zake. Huu ndio wakati wa kanisa kuwa hai. Ndio unatakiwa kushindana. Unashindana na nani basi? Shetani hutakabiliana naye kama unakabiliana na mtu, ila tunakabiliana na shetani katika mazingira mbalimbali. Katika mawazo yako ni uwanja wa makabiliano na shetani. Katika fikra zako ni viwanja hivyo vya makabiliano na shetani. Katika kazi, ofisini kwako, kuna shetani hutembea kule. Shughuli. Sasa macho yako wapi? Kuwa aware kuko wapi? Kuwa makini kuko wapi? Katika kukabiliana na adui. Ndio nitakwambia mambo kadha wa kadha kwa haraka hapa, nikikuremind habari hizi. Kwa hiyo ni wakati wa kupigana, ni wakati wa kukabiliana, ni wakati wa kushindana. Huu ndio wakati. Mambo huanza mapema. Shetani anatembea katika plani ambazo tangu zama za kuweko kwako alisha plani. Anatembea katika plani. Kwa namna nyingine ni kusema mwanadamu yeyote unatembea na plan. Unaishi katika plani aina mbili. Plani za Mungu, lakini kuna plani ya shetani. Tangu zamani plans. Kwa unapozaliwa, unapotokea kwenye hii dunia, unaangukia kwenye plan. Unaangukia kwenye plan, either plan A ama plan B. Uko kwenye plan, na huku Mungu ameweka maongozi na maelekezi ambayo kwamba wewe mwanadamu ukishatokea kwenye planet Earth, sasa uanze kujua plani ya Mungu muumba wako ni ipi kwenye maisha ya kwako. Mungu hakutuweka, maana anasema kama ili apate kutuhukumu. Hakutuweka kwa hasira yake, ila amekuweka ili upate wokovu. Plani ya Mungu uzima milele katika maisha ya kwako.
Lakini sasa kuna plani upande wa pili. Tukiwa tangu uumbaji kwa Adam, Mungu alikuwa na plani na Adam, lakini upande wa pili shetani alikuwa na plani. Namna gani nitamdondosha huyu mtu? Aliplan, akafikiri ni kiumbe gani atakayemtumia. Hii ni plan. Kwa hiyo mwanadamu yuko chini ya plan. Unajua plan ya adui juu yako nini size? For example, unajua sometimes unaishi tu, lakini hivi unakaa mbele hivi, plan ya shetani juu yangu ni nini? Ndio wewe una plan ya maisha, ndio plan ya adui juu yako ni nini? Plan ya shetani ni nini? Katika plan zake angekuletea mambo ambayo yatakufanya hata usimtambue. Katika plani za kwake atajifanya naye kama mwema. Ni plani namna gani nikupate? Naye atakuja kivizuri tu. Yesu hapa duniani, shetani alifanya plani. Yesu umekuja kwa sawa, so nitadili na wewe. Umebeba nini? Okay. Una kazi gani? Lengo lako nini? Watu wawe na uzima wa milele? Never. Nilisha plan wawe katika ufalme wangu. Plans wewe una plani gani? Una plani ya kukomboa, una plani ya kuokoa, nitashughulika na wewe. So plan. Huu ulimwengu uko chini ya plan ya shetani, utambue hivyo. Wakuu wa dunia na ni wakuu wa nchi na viongozi mbalimbali wana plan. Ziko plan underground. Sometimes sisi tunaishi tu, lakini unaweza kujua tu simply, by the way, hata katika tawala za dunia zilivyo, watu wanajikuta tu raia wanaangukia kwenye hali hii ama ile. Ni plani za wakuu. So unaishi chini ya plan. Unapangiwa miaka 10 ijayo weje, nchi weje, watu waweje. Ni plan. Mataifa makubwa yanakaa yana plan. Kuna wanadamu wanaishi anda. Shetani anakitumia watu kuplan mambo, namna ya kuendesha dunia, kuifikisha mahali pa kuikwamisha. Ni plan. Sasa unapoishi, unaishi lazima utambue unakula ama huli. Nielewe vizuri, una chenchi ama chenchi hamna. Hili jambo ni la kila mmoja kuelewa. Usije ukajisahau kwa sababu ya mazingira magumu ya maisha, then ukaona hiyo kufanya ukasahau kabisa kwamba kuna plan gani za adui na plan ya Mungu ni nini juu ya maisha yako. Au ukaendelea sana katika dunia na mafanikio ya dunia, then ukasahau. Halo? Usidanganyike. Fanya mambo yako yote vizuri kwa bidii nyingi. Hakikisha unakaa kwenye msingi imara. Huu ni wakati wa wewe kujua. Huu ndio wakati. Sikizeni kwa umakini. Plani zipo, mipango ipo, na Mungu ako na plani yenye nguvu ya kufanya wewe kushinda baada ya kuelewa plani ya Mungu. Plani ya Mungu si kwamba wewe ufeli, wewe upate kushinda, lakini uwe katika mikono ya kwake. Ni plani ya Mungu kwamba usije jehanamu, lakini nifanye nini hapa? Nimpeleke Kristo duniani, sawa
It's a plan. Ili kila atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. It's a plan. Sasa je, umeangukia kwenye plani hii ya Mungu? Plani ya Mungu ni upate kushinda. Huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Yaani hiyo imani yetu. Imani hiyo ni plani ya Mungu. Uipate ili uweze kushinda ulimwengu. Nini maana yake? Kushinda plan za shetani. Hatushindani na miti na ardhi, hatushindani na hali ya hewa, na tunashindana na shetani. Kwa hiyo huku ndio kushinda kwa ulimwengu. Upi? Ulimwengu umbo? No. Shetani, mipango yake, kazi zake, ukali wake, silaha zake, mbinu zake mbalimbali, plani zake mbalimbali, tunazishinda baada ya kumwamini Kristo, baada ya kupokea imani. Tupo katika imani. Dunia inakuja kwa kasi. Siku si nyingi dunia inakusanywa hivi ili iwe kijiji cha sawasawa, na mipango inapangwa. Unafikiri dunia inaenda kuishia wapi unapoona mambo yanayotokea leo? Unafikiri inaenda wapi? Hairudi nyuma, inakwenda kwenye utimilifu wa mambo. Okay. Leo mmetengana sana kwa mujibu wa dini na imani zenu. Dunia itawaleta karibu, muwe na imani moja isiyo na utata, iliyo neutraliziwa. Nyinyi rudini hapa na nyinyi rudini hapa, tuwe na imani moja tu dunia nzima. Tusitilafiane, tusipigane. Hivi unajua vita katika dunia, uchokozi, chokochoko nini hasa? Source. Unafikiri sababu kuu ni nini? Taongea mengi, tasema ni siasa na mwili. Sio siasa. Sababu kuu ni imani. Hello? Nakueleza kitu. Sababu kubwa ya chokochoko za dunia na ugomvi na magomvi haya ni imani. 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 Hizi imani zitini ndio sababu kuu ya vita hizo unazoziona. Imani muhimili mkuu. Imani. Mambo mengine yote yataanza 2, 3 na kuendelea. Number 1, imani. Dunia ikifanikiwa kuleta imani hizi na kuzisawazisha, tutakuja wakati mwingine mambo haya kwa kina zaidi. Then huu ni mpango na hii ni plan. Ndipo tutakomesha baadhi ya mambo. Watu watakaa pamoja, wataabudu pamoja. Leo mnasema hatu hiki, inakuja. Dunia, wewe leo mimi sikubali. Watu watakubaliana sana. Watakubaliana sana kuliko kawaida. Sana. Vizuri tu. Lengo nini? Kuneutralize. Watabaki wale tu ambao wanaifahamu kweli. Hawatakubali
hawatakubali. Hawatakubali kabisa. Sijui kama utastahimili wakati huo, kama utakuwepo. Watabaki wale wenye imani, wenye kuishika imani, kwamba imani, injili tunayohubiri leo kali sana, itakuwa neutralized. Yesu mwana wa Mungu anambia hapana, hiyo ni imani kali sana, hatuwezi kuendana pamoja, inabidi dogo mpoze. Sio tunajua ni nabii na nini, sikini mwana wa Mungu, hapana, haikubaliki na dini zingine. Kwa hiyo inabidi kidogo tukubaliane kwenye hii mtaratibu, ni nabii, ni mtume na nini, okay. Lakini swala equalize manabii wetu na vitabu vyetu, tukubaliane. Na mambo mengi tunakubaliana hata hivyo. Mambo ya wokovu na nini haya, yani kutapozwa moto wa injili, utapunguzwa, neno la Mungu litakuwa. Hapa ndipo penye watu wa Mungu sasa, watakao simama imara. Haya mambo yanakuja, naongea kama vile hadithi masikioni mwako. I don't know what I'm talking. Nimekuwa nikufundisha mara nyingi tena mambo haya kwa kina. You have to understand. Inakupasa kuelewa vizuri sana tu. Inakupasa kuelewa vizuri. Huu ndio wakati. Jikusanyie nguvu, jiweke vizuri. Wale goigoi wote ambao hawataka kukua vizuri, upo kanisani, hutaki kukua vizuri, wakati unakuja mgumu, I'm telling you, fanya mzaa, uelewi. Na amekuwa nikiwaambia, wakati mgumu unakuja, mgumu, plan this world. Wakubwa wanakaa, wanaenda. Kuna mambo yamekaliwa miaka mingi na wakuu wa dunia kuplani mambo, kiangalia yanafukuzana na wakati na nyakati. Napoona teknolojia kubwa na sasa hivi kubwa, sio makaa Kenya huko, inaongezeka kila siku teknolojia. Hii ni maandalizi makubwa sana. Dunia haitaanguka katika ujinga mkubwa, itaanguka katika elimu na ujuzi mwingi sana. Ni maandalizi makubwa sana. Kila teknolojia unayoona inaibuka hivi, imekaa hivi, ni maandalizi makubwa ya kufikisha ulimwengu mahali fulani. Kwa hiyo there is plan here now. Kwa hiyo kuna plani mbalimbali hapa ambazo adui anazipanga, lakini kanisa, nikuje kwa kanisa, injili yako, imani hii leo itakwenda kumunyuliwa, kasi itamunyuka kabisa. Yaani ni mpango kabisa wa kuneutralize. Huu ndio wakati wako wewe wa kuwa macho. Huu ndio wakati wako wa kujikusanyia nguvu. Huu ndio wakati wa kusimama imara. Hicho kilo chako, your spirituality, hicho kilo chako hicho, jipime, hakitatosha. Na kuambia ukweli kabisa, ukaa ukielewa, hakitatosha. Lazima uongeze juhudi kubwa na bidii kubwa. Si mambo madogo. Maandiko yanasema siri ya mpinga Kristo inafanya kazi sasa hivi kwa siri, kwa sababu yuko anayezuia. Kwa upingaji upo sai.
na unawapinga watu saa hii, kanisa linapingwa saa hii, nazuiwa, nadhibitiwa saa hii kwa namna mbalimbali. Huu ndio wakati na kueleza, jikusanyie nguvu vizuri katika akili yako, jikusanyie maarifa vizuri katika ufahamu wako. Ndio wakati wa kuweka kichwa chako vizuri. Anisikia vizuri? Tuangalie mara moja Hagai kwa haraka. Hagai sura ya Hagai sura ile ya kwanza mstari wa 4. Hagai sura ya kwanza mstari wa 4. Nasoma 1, 2, 3. Huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika. Watu hawa hawakutambua wakati. Watu wa Hagai walisema kila wakati, huu sio wakati ufao. Ndio mstari unaofuata wa 5. Kila mmoja anasema nini? Number 5 now. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, tafakari njia zenu. Fanya nini? You have to sit down. Ili uweze kujua, lazima ukae utafakari. Jambo ambalo watu wa leo hawana huo muda. Wa Kristo sisi, wewe hapa uliokoka, you have no time. Mambo yanakuja napita, huna muda wa kutafakari mambo. Hata unapoona dunia inakwenda mrama nini, huna muda wa kutafakari. Kwa nini? Unapoona matukio sema ni mambo yanakwenda, huna muda wa kutafakari. Kwa nini? Mungu akasema, Yesu akasema kuna ishara zitatokezea, ninyi basi iwepe kutambua, iwepe kujua. Muonapo. So unaona, lakini weki moyoni, hamzingatii. Kwanza ndio mnakimbia, hamuelewi. Hizi ni zama za maarifa mengi kuongezeka. Wimbi kubwa hivi. Wimbi kubwa la elimu. Okay. Sasa hivi unajua ongezeko kubwa sana la wajuzi wa Biblia limeongezeka. Naulia tena. Yaani wataalamu wa Biblia wanaongezeka sana. Wanaongezeka. Weka kimya tu. Wewe la usingizi. Hii kitabu kinashindaniwa. Hii kitabu kimejaa ukweli. Uongo hautakuja nje na hiki kitabu. Uongo utakuja unakuja kupingana na hiki kitabu. Shetani yeye mwenyewe ni muongo kweli, lakini anaibaika wewe ni mwana wa Mungu, mawe haya yawe mkate. Namna gani sisi kwa imeandika, hata muongo hatapita nje na kitabu. Usishangae unaopita kwenye kitabu hiki, lazima wapite humo. Hiki kitabu kinashindaniwa sana. Bible, yes. Kwa hiyo kina wataalamu wengi saizi, kina walimu wengi saizi, wanaongezeka. Kina wajuzi wengi, hiki ni kitabu ambacho kinanyang'anyiwa na walimu wengi wanaongezeka. Watumishi wengi waitoa watumishi wa Mungu hii kitabu, na kila mmoja anakwenda anavyotaka, lakini anachukua humo wao, nakaa kimya watu. Kila mmoja anakwenda anavyotaka, anachukua humo.
Hakuna rejea nyingine, humu. Nani mwenye ufahamu na akili? Nalaza kichwa chako mahali fulani, nakataa maarifa, ujinga unatukabili, tatekwa na kupigwa vibaya. Kwa hiyo ongezeko kubwa la walimu, la mitume, manabii, wainjilisti, ongezeko kubwa. Hawa watakao kuja kwa ngozi ya kondoo hawaji kwa ngozi ya chui, wanakuja kwa ngozi ya mtakatifu. Yes. Sawa? Sasa waje kwa njia ipi? Watapataje kudanganya? Wakija kudanganya lazima wapite humu. Yaani waanze na kitabu cha Biblia, waanze na humu kupotosha. Hii hapana, hii sio vile. Tunzeni ninyi watoto wa Mungu na muwe na roho wa Mungu, mwenye kuwafundisha, yeye aliye mwalimu, yeye mwenye kuwaelekeza. Roho wa Mungu, sio matakataka tu bana kule hosi na ujielewi kama una roho wa Mungu ama hauna. Ujinga au hautaki besides. Uwe na uhakika kwamba una Roho Mtakatifu wa Mungu na unatunza utakatifu. Kuchanganya masomo kile, unachanganya mada kwenda hiyo unaji. Haiwezekani. Hauwezi. Roho wa Mungu. Watu wana habari. Mwalimu. Sababu kutakuwa na roho nyingi pia zitakazoibuka na kuwapagaa watu na kutumia Biblia. Spirits. Kutumia Biblia. Kwamba kweli roho zitaibuka, udanganyifu utakuja. Roho zitaibuka nyingi tu, watatumwa watu na roho chafu. Tajikuta kama wako salama, kama wana roho wa Mungu, sio roho wa Mungu. Hizi kesi inakutana nazo live wakati mwingine. Wao kufundisha na kufanya kwa uzito mkubwa sana. Because namna gani watu walikuwa manipulated, wakijua kwamba wana roho wa Mungu, na wakijaa wakifurika, na wakiwa na moli, wanajua kwamba huu ni moli wa Roho Mtakatifu. Do you know? Discerning spirit, kupambanua roho. Sema katika jina la Yesu, ni wakati wa maarifa. Sema katika jina la Yesu tena, ni wakati wa maarifa. Sema katika jina la Yesu tena, ni wakati wa maarifa. Ni wakati wa maarifa. Ni wakati wa ujuzi. Ni wakati wa uelewa. Huu ndio wakati. Hawa watu tunaoona hapa Malaki hawa. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Kwa sababu wote kabisa wajua kwamba huu sio wakati, lakini kumbe ndio wakati. Amataka nikuambia huu ndio wakati wa wewe kuomba, ndio wakati wa wewe kumwishia Mungu sawa sawa, ndio wakati wa wewe kunyoosha maisha yako kwa Mungu vizuri. Kama hautaufikia wakati unaozungumza baadaye, uende salama huko unakwenda. Huu ndio wakati wa kujiandaa. Nasema ukweli. Kama utafikia wakati huo tunaoendea, huo tunaozungumza, tutaondoka kabla ya huo wakati, basi uende salama. Pandisha viwango vyako vya uelewa saa hizi. Jiandae vizuri. Naona vizuri? Jiandae vizuri. Usifanye mzaha kabisa. Tafakarini vizuri njia zenu.
ni muhimu kutafakari njia, kwa kuwa sasa mstari wa 3 wa pili unasema nini? Number 2. Verse number 2 now. Come there, number 2. Huu ndio wakati. Huu ndio wakati wa mambo yote uliojifunza, mambo ya kiroho. This is the time now. Huu ndio wakati wako. We have no other times. Kesho sio wakati wetu. Jana sio wakati wetu. Now is your time. Tukambe baadaye kidogo. Now, Bwana wa majeshi asema hivi kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Mungu anasema huu ndio wakati wenyewe. Hello. Mepishana na Mungu. Ona mawazo yalivyo tofauti. Na ili kuonyesha kwamba huu ndio wakati upasao, Mungu aliwapelekea ishara za kujua. Wakaona tu wakilima nguvu nyingi, mavuno machache. Mishahara kama haitoshi, kila kitu kinakwenda okay. Hii ni dalili tu kwamba huu ni wakati wa kuchangamkia mambo fulani, otherwise mtakaa kwenye laana. Hamko sawa, mko dhambini tayari. Kwa hiyo wakapishana. Watu hawa wanasema huu sio wakati. Usema ya kwamba huu sio wakati. Yaani mwambie ndugu yako huu ndio wakati. Mwambie tena huu ndio wakati. Huu ndio wakati wa kuvaa silaha za Mungu. Huu ndio wakati wa kufanya kazi ya Mungu. Huu ndio wakati wa kujituni katika utakatifu. Huu ndio wakati wa kufunga viuno sawasawa tayari kwa vita. Huu ndio wakati wa kuwa macho. Ndio wakati wa kumtumikia Mungu. Ndio wakati wa kufanya hiki na kile kwa bidii. Yale mambo ambayo ungefikiri Mungu anasema huu ndio wakati wa kufanya. Sina muda wa kuongea mambo mengi ya kufanya ni yepi. Haya machache na kueleza. Na mengine mengi unajua sasa. Huu ndio wakati wa kuabudu. Huu ndio wakati wa kusimama na kusema. Huu ndio wakati wa kuomba. Ndio wakati wa kukesha. Ndio wakati wa kuokoka. Hai. Huu ndio wakati wa kuwa imara. Huu ndio wakati wa kujikana na kumfuata Yesu. Ujikane. Huu sio wakati wa kujiachia kama vile ambavyo watu wamejiachia. Huu ndio wakati wa kuwa serious na Mungu. Huu ndio wakati wa kuahirisha mambo mengine. Mungu kwanza. Sijui kama nipata huko duniani. Ni hivi. Ukamwambie ndugu yako na jamaa yako na rafiki yako pote pale duniani. Peleka habari, peleka ujumbe. Watu hawa hawakuwa na muda wa kuangalia wala kutafakari njia zao. Waliona kwamba wako sawa na njia zao. Njia zao ni maisha yao. Na hasa mind zao zilikuwa nafikiri hivi, walikuwa kwa mambo ya Mungu walikuwa wanafikirije? Kwa mambo ya Mungu walikuwa wanawaza nini? Juu ya kazi ya Mungu waliwaza nini? Juu ya nyumba ya Bwana wao waliwaza nini? Njia zao. Tafakarini njia zenu. Unafikiri Mungu anasema njia zenu, unafikiri analenga njia zipi? Ni lazima urudi kwenye kile Mungu anakizungumzia. Somo kuu ni nini? Mada kuu ya Mungu kusema yote ni nini? Ni watu akili zimesahau nyumba ya Mungu,
zimesahau kazi ya Mungu kwa wakati huu, zimesahau ibada kwa wakati huu, wana njia zingine, wana bidii ya mambo ya dunia, kutafuta fedha na uko unakabwa kazi. Watu wa Mungu, mimi nawafundisha kila siku na kuambia, kinastaacha kuambia, serikali zote duniani kwa watu wa Mungu watabanwa sana. Hivi unafahamu wakati wa Danieli alitengenezewa mipango na serikali? Umekaa kimya. Bunge ndio serikali katika nchi. Bunge si ndio serikali yenyewe? Bunge linatunga sheria, inakuwa sheria ya serikali. Mawaziri ndio waliokaa wakati wa nani? Wa Danieli. Sheria zikatungwa au zikawekwa, tunamwandama nani? Sio wengine. Kuna watu wa Mungu tuwaandame. Watu wa Mungu walioko serikalini, kaa macho. I'm telling you. Sijui kama itakuwa kwa namna gani, lakini serikali hutumika. Huo ni wakati wa kuelewa mambo vizuri. Ni wakati wa kuelewa mambo. Shetani anatumia dini, anatumia serikali. Ninakuambia naenda zangu. Shauri lako wewe. Now I'm talking to you. I'm going somewhere. Listen to me very well. Serikali za nchi na tawala za dunia hutumiwa na shetani. Akitaka kutumia, anatumia wakuu, sawa? Anatumia viongozi. Ndio maana kiongozi uliyeko juu uwe na akili timamu ya Mungu. Unaweza kuwa mtumishi wa shetani hapo juu mara moja kabisa. Atakutumia tu, atakutumia, hutamzuia, huna nguvu za kumzuia. Atakutumia na wanatumiwa na Ibilisi. Anajua anachokizungumza kweli kweli, kwamba huku. Kwa hiyo mawaziri walikaa wakatunga sheria, wakampelekea rais. Mfano, bwana, tumetunga sheria hii, au kama nasema sawa, ikapigwa amri. Sheria hii itadumu ndani ya siku 30 tu, si siku nyingi. Tunamwandama mtu mmoja, mtu wa kiroho, mtu wa Mungu. Yes, mtu wa Mungu, tumkabe mtu wa Mungu. Kwa hiyo nchi nzima watu wote wasiabudu kwa miungu mingine yoyote. Watu wote wanahusika nini? Tunamtaka mtu huyu. Anaweza kuwa sababu ya wengine wote kupita kwenye mchaka, lakini mtu mmoja tunamtaka tumkosanisha na Mungu. Tumwache asimwabudu Mungu, asimuombe Mungu, tumkatize, tumkosanisha na Mungu. Hii mpango mzima huu ni kweli. Sheria katangazwa, ikasimamia, wakaanza kuchunguza huku na kule. Tunamkamata Danieli yuko hapa, tunafahamu habari yake. Lakini wakiwa wote wanne, sheria katoka, lazima wote mpige magoti kwa sanamu, sio? Hii ni serikali au ni serikali? Mkisikia ngoma ni kuabudu, ni kupiga magoti, ni kuruka na kushangilia. Iko sanamu hapa, ni serikali. Atakaye goma, moto uko pale. Nani wanatafutwa hawa? Watu wa Mungu wamoja hivi wakaidi, watakusema sisi hatukubali. Wakati unakuja mtakapoharibiwa imani ya wokovu wenu, anasema hatutaki, twasimama. Hawa ndio matatizo, hawa ndio shida. Nchi na watu wamoja hivi wapumbavu sana, ambao wanakataa kwenda na taratibu. Tunaweka utaratibu wa amani ya dunia nzima, dini iwe kae katika mazingira mazuri. Hawa wajinga wamoja hivi wanakaza na Yesu wao namna gani? Serikali zinakuja, hazitakwenda mbali na haya ninayokuambia, zinapita mule. Kwa hiyo kuna mambo yatakayotukia
serikali, mtabanwa mpaka mkose muda wa kumwabudu Mungu wenu vizuri. Mtaminywa mpaka mkose kumtumikia Mungu. Wakati ukifika, acha hiyo kazi au utakufa. Mimi nimesema very simple. Utafika wakati, acha hiyo biashara. Watu wale huko dunia anachokizungumza kweli? Utajuaga baadaye. Hello. Mambo yanakwenda tu. Kwanza mtabanwa sana, mtafilisiwa wengine, mtanyimwa haki fulani wengine kwa sababu tu ya utambulisho mlionao. Ugumu utatokea ili ujiunganishe na mikondo. Hapa ndipo penye kukata jicho, kung'oa jicho na mkono uweka pembeni uende mbinguni kuliko kupotea kwingineko. Anisikia vizuri? So kuna maharibiko makubwa. Na Malaki hapa. Kwa hiyo hawa watu wanasema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Sio wakati wa kufanya, sio wakati wa kuomba, sio wakati wa kuabudu, sio wakati wa hiki na kile, sio wakati wa yaani yale mambo mazuri ya kiroho, sio wakati wa kutafakari. Mungu anaambia tafakarini njia zenu vizuri. Angalieni matokeo ya usemi wenu na kuacha nyumba ya baba yangu na kuacha nyumba ya Mungu wenu na kuacha kumtumikia yeye. Sasa mmekula hasara. Tafakarini njia zenu, mawazo yenu, akili zenu, mipango yenu, vipaumbele vyenu. Tafakarini. Hakuna maombi, hakuna kustudy Bible, no time of that, no time of prayer. Hamna maombi, hamna muda wa kutosha na Mungu, hamna. Wote unanyang'anyiwa. Yaani ukija hapo umechoka, unasinzia. Kija ukienda nyumbani vitu yaani mambo magumu, vitu tunasema leo mambo mengi. Si ni kweli mambo mengi? Si mambo mengi? Mbaya si mambo mengi, si ni kweli mambo ni mengi? Jamani, mambo ni mengi. Mambo ni hakuna atakwambia kuna mambo machache. Mambo ni mengi, yani ni mengi. Yani ni mengi, yani yamezidi uwezo wa kufikiri na waratiba. Lipi nianze, lipi niache? Mambo yamekuja ya maisha. Hapo yamebanana nawe hapo. Haya yamelenga kuto kukupa nafasi kabisa. Na yapo. Na ya halali yote, ya halali tu yote yako sawa, is okay. Yanabananishwa hapo ili kukunyima nafasi kabisa. Vichwa hivi vidogo vimejaa mambo mengi. Sasa akili zinaanza kwenda upande. Mambo ni mengi, maovu ni mengi, uchafu ni mwingi, takataka ni nyingi. Ninyi vijana, ninyi wakina baba na wakina mama, hii na dunia imezoa kila aina ya ubaya leo, na uko wazi wazi nje. Bidii yako kwa Mungu iko waje sasa? Wakati huu ufanye nini sasa? Wewe ufanye nini wakati huu? Ongezeka katika maarifa ya Mungu. Ongezeka katika kumtumikia Mungu. Ongezeka katika utakatifu na kicho. Ongezekeni nyumbani mwa Bwana. Nawaambia kweli. Tafuteni uso wa Mungu kwa bidii. Hizi ni nyakati za hatari kweli. Sema katika jina la Yesu. Mstari wa 3 tunasema ni wa 3.
Wasema sio wakati wa kufanya huyo. 3, ndipo neno la Bwana likanijia kwa kinywa cha nabii. Lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema namna gani? 4 sasa. Mmesema sio wakati. Je, hisa swali linakuja. Maana wamesema sio wakati. Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa katika hali ya kuharibika? Mngejibu. Ninyi ndio mngekimbizana huku na huku, mkaacha kuomba, mkaacha kuabudu, mkawa na muda hamna wa kuabudu, muda wa kutafakari hamna, muda wa ibada hamna. Watu hawana muda, ibada inakwenda haraka haraka, mchaka, maana watu wa vitu vimejaa mchaka. Haya mambo mnataka mfanye hapa nyinyi, dunia hii size. Na waangalia watu wakati mwingine wenye haraka, unajua yani mambo bwana, maisha na kutizama, naona kitu chako bado kidogo hakijatosha, hujawa mwerevu. Yani naona tu unaongea vitu vya kishetani moja kwa zote, sababu hujaelewa kabisa, hujafahamu kabisa mbinu na mipango, hujafahamu kipimo chako kikoje. Hao nao yakimbilia nayo ni Mungu ayafanikishe, ambayo hutaki kuwa na muda naye. Maana unataka kujenga wewe mwenyewe, hutaweza kujenga Bwana asiposimama na wewe. Hutaki kukua aligned. Bwana, tumieni muda wa kutosha kuwa na Mungu nyewe, watoto wa Mungu duniani. Huu ndio wakati. Mambo yote ya maisha ya kwako yanapatikana mbele za Mungu. Usalama na mafanikio na uzuri wa mambo yako yote ni mbele za Mungu. Uende wapi umkose Mungu? Ukimbilie wapi ukafanikishe nini? Huna uhusiano mwema na Mungu. Changanya mada, ufahamu sasa haupo. Wewe unaenda kudanganywa, unakwenda kudanganywa. Dunia imejaa udanganyifu, unaenda kadanganywa sasa. Au ni vipi itakuwa? Ndio mkadanganywe. Unakimbia maisha, nenda kadanganywe. Umekataa Mungu, nenda huko unakoenda kumejaa udanganyifu wa kutosha sana. Wenye maarifa walioenda shule ya kutosha. Na wewe huna maarifa, umegoma ukaa na Mungu vizuri. Na pasha maombi, unapasha ibada, unapasha hiki na hiki, yani umekaa tu mjanja tu. Wokovu wenyewe mangumashi mnasema leo, yani wokovu hausomeki, yani umekaa tu, yani wewe unataka kwenda wapi sasa? Nenda ukadanganywe. Ndani mkadanganywa. Mmekataa uso wa Mungu. Mmekataa ukaa na Mungu. Na Mungu utafuta kwa bidii. Sawa? Kwa bidii. Tafuteni kwa bidii, watapatikana. Aliomba Elia kwa bidii, si ndio? Amri hizi nazofanya leo, tunza kuzishika na kutenda kwa bidii, ndipo mtakapoona hiki na kile kwa bidii. Bidii iko wapi katika kumtumikia Mungu? Huu ndio wakati. Haleluya. Nasema na kanisa, nasema huu ndio wakati. Ndio wakati. Sasa mmesema huu ninyi sio wakati. Je, ndio wakati wa ninyi kukimbia? No, mmegeuza. Huu sio wakati wa ninyi kukimbia na mambo mengine na mkaacha. Huu ni wakati, shughulikeni na Mungu kwanza. Jina Bwana libarikiwe sana. Kwenye maisha ya mwanadamu, jambo la kwanza, shughulika na Mungu kwanza. Pata Mungu wa kweli kwanza, halafu tunza uhusiano wako na Mungu vizuri katika haki na utakatifu wa kweli, halafu ndipo ufanikiwe kwenye mambo yako yote. Bwana atakupa nguvu za kushinda. Kuna mapingamizi makubwa mbele yetu, tutashindaje huko? Tunahitaji kutembea na Mungu kwenye maisha yetu. Unahitaji kutembea na Mungu kwenye maisha ya kwako. Mpe Bwana heshima za kushia vizuri kabisa kabisa.
Mpe heshima Bwana vizuri kabisa kabisa. Tumalizie. Tumalizie kitabu kimoja kwa haraka because of time. By the way, kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2 tutamaliza pale. Wakorintho wa pili 6:2. 2 Corinthians chapter number 6 verse number 2. Iko kama ifuatavyo: kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia. Twende polepole kwa haraka, sawa? Yaani polepole kwa haraka, msio kwa makini. Macho yako pale. Kwa maana Bwana anasema hivi, wakati uliokubalika huo wakati lazima ukubalike ndipo usikiwe. Kama sio wakati wa kukubalika usikiwi. Kuna wakati unaokubalika na wakati usio kubalika. Mwanadamu unatembea na hizi nyakati. Esau alitafuta uzaliwa wa kwanza kwa bidii nyingi, sio wakati. Alishauza wakati. Ule uko nakubalika kwake, alishauza. Leo atakwambia too late. Sio wakati. Tajiri mmoja anatoa mfano na Yesu. Tajiri huyu aliyeishi kwa anasa na kukataa Mungu, alitamani kurejea tena wakati wako umeisha. Haukubaliki tena. Kuna wakati unakubalika. Sasa na siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Kuna neno sasa. Kesho sio ya kwako. Usio wakati uliokubalika kesho. Sawa? Jana haikubaliki tena. Huishi jana, unaishi leo. Masaa 4 yaliyopita sio wakati wa kubalika. Dakika 5 zijazo mbele hazikubaliki. Sasa. Hebu sema sasa. Nitakuja kukuambia vizuri kwa wakati mwingine kipengele hicho. Because of time now. Sasa hivi ndio wakati. Kila ni sasa. Unapumua ni sasa. Kwa hiyo huo ndio wakati unaokubalika. Unafanya nini sasa? Kila wakati manake ni ile sasa. Huu ndio wakati wa kumtumikia Mungu. Sio kesho, saa hizi. Unaweza kwenda paone utamtumikia Mungu, kesho haupo tena. Maneno yako uliyozungumza yametimia. Sio wakati wako. Sio wakati wako. Saa hii weka akili yako, kila hatua yako moja uwe umeiangalia njia zako vizuri. Ujue unafanya hatua hii nawaza nini? Na plani nini? Nafanya kichwani mwangu kuna kitu gani? Mungu ni sasa hivi. Haleluya. Ni saa inafanya nini? Hapo ndipo utakuwa mwenye kukesha kila wakati. Hapo ndipo naweza kwamba uko macho kila wakati. Uko aware kila wakati. Kuna wakati unaokubalika na wakati usio kubalika. Kwa hiyo wakati, sema kwa maana wakati uliokubalika nalikusikia. Ni wokovu ni sasa. Ukitubu sasa unasikiwa. Ni saa hii, sio kesho, sio baadaye, sio dakika mbili. Nikifika pale kwenye dakika mbili ya dakika inayokuja hapo, manake inaitwa sasa. Manake kila nukta inayopita manake inakuwa zamani. Sasa saa hii, wakati huu, neema inatembea na wewe. Kibali kinatembea na saa hii. Nguvu ya Mungu saa hii.
na adui yuko makini kukupotosha mapema saa hii kwa miaka mingi ijayo. Sema katika jina la Yesu, hapana. Mambo hufanywa mapema. Kuna kuja ni matokeo. Kama utaishi ni matokeo ya mambo yaliyokusha kuwahi mapema. Uwe na akili ya kutangua mambo katika jina la Yesu. Ndio maana Mungu ametangaza mwisho tangu mwanzo. Saa hii wakati huu tunatengeneza future kama utaifikia. Wokovu sio baada ya kifo. Too late. Ukiwa hai na utimamu wako, kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, kumsifu Mungu, bidii yako ni wakati sasa. Enda na sifa nafsini mwako. Enda na wimbo moyoni mwako. Enda na kicho cha Mungu ndani ya kwako. Amka, lala na kicho na nini Mungu wakati huu. Lala na kazi ya Mungu, amka na kazi ya Mungu. Sai maadamu upatapo muda ule utumie, hiyo ndio saa ya kufanya mambo. Kesho ikikufikia, ukifikia kesho good, tumia vizuri hiyo. Ndio maana Yesu akasema yatosha siku namna gani maovu yake, sio? Kwa nini alisema nayo? Kesho sio kwetu. Yatosha leo na mambo yake. Kesho itakuwa na njia nyingine, si kama za leo. Na nisikia vizuri? Kwa kuwa nayo ni mpya, ina hesabu zake, ina mambo yake, ina namna yake. Na we kama ukiingia mule ndani, basi saa hiyo ukiingia, tembea na ule msimamo uliokusha kuupata kwa baba yako vizuri. Tembea na ule utakatifu, usiuache hata nukta moja. Tembea na ule moto wa Mungu. Huu ndio wakati. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Sema huu ndio wakati. Sema tuna huu ndio wakati. Sema tuna huu ndio wakati. Huu ndio wakati. Huu ndio wakati. Huu ndio wakati. Katika jina la Yesu. Thank you, Lord. Unao mikono yako mbele za Mungu Mwenyezi. Wakati dunia inatembea na nyakati na namna mbalimbali za kiutendaji, wakati wako kanisa ni wakati wako wa kuomba. Ni wakati wako wa kuwa na ari ya kumtumikia Mungu. Ni wakati wako wa kuongeza elimu na ujuzi katika roho. Ni wakati wa kuwa darasani, maana elimu hii unayoipata sasa ikusaidie baadaye kama utakuwepo. Ikusaidie kushinda mahali fulani. Ikusaidie kusimama kwa nguvu mahali fulani. Ikusaidie kuweza jambo fulani mahali fulani. Jikusanyie nguvu katika roho kwa jina la Yesu. Huu ndio wakati. Sio wakati wa kwa goigoi katika kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, kufanya kazi yake. Moyo wako usio wakati wa kuzimia na kuchoka. Uchovu unatoka wapi? Fungua kinywa chako, mwambie Bwana, na amka, na simama imara, na kataa kabisa kukosana na taratibu na mipango yako katika nyakati na majira. Huu ni wakati wa kuwa macho. Ni wakati wa kuvaa silaha. Ni wakati wa kumpinga shetani. Ni wakati wa kukataa mambo yanayonikwaza na kunitatiza njiani. Hebu tafakari
njia zako. Angalia kiroho chako, your spirituality. Angalia bidii na juhudi yako. Angalia, chunguza. Ni mambo yanayowezekana kuchunguzika. Tafakari njia zako, tafakari spidi yako, ona udhaifu uliopo, isemee mwenyewe, namna gani nimechangamka katika Mungu, namna gani akili yangu imekaa, namna gani niko powerful, namna gani nina ujasiri, namna gani nina nguvu, namna gani ninaweka kipaumbele, namna gani Mungu anaponitazama, anaponitafakari, ni mtu wa aina gani? Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Mungu mwema, nakushukuru. Huu ni wakati wa kanisa kuamka. Ni wakati wa kanisa kusimama imara kwa nguvu nyingi. Ni wakati wa kanisa kutafakari na kuangalia mambo kwa mtazamo wa kiungu. Ni wakati wa kanisa kuchunguza mienendo na namna ya dunia. Ni wakati wa wenye akili kuwa na akili. Na Mungu umetupa sisi akili, ndivyo unenavyo. Umetupa sisi maarifa. Ni wakati wa kanisa kuwa na akili. Dunia isilizidi kanisa. Dunia isilizidi kanisa. Ninakataa kuzidiwa na dunia kwa jina la Yesu. Ninakataa kuelemewa na dunia kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu Mwokozi. Ninakataa kuelemewa. Ninakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kurubuniwa na dunia. Ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Hebu kataa kudanganywa. Dunia imebeba udanganyifu mkubwa na mambo yake na itikadi zake na hekaheka zake. Dunia ina kazi nyingi ilizozigawa kwa watu duniani, ili wawe bize kabisa, wasahau kabisa, vichwa vyao vijae mambo mengine kabisa, Mungu awe hana nafasi. Hebu dhibiti kwa jina la Yesu Kristo. Usikubali dunia ikuelemee na kukushinda. Dunia isikupe kazi, isikupangie kazi. Dunia isikutawale, dunia isikuonee. Dunia isichukue nafasi ya kwanza katika jina la Yesu. Dhibiti mwenyewe ukijielewa, ukijitambua. Dhibiti mwenyewe. Taka nafasi ya kuwa juu na kukua, kuongezeka kiroho, kuongezeka ufahamu, kuongezeka ibada, kuongezeka maombi, kuongezeka kujua ukweli, kutambua maarifa ya Mungu, kwa kuwa dunia imepeleka wenye ujuzi wake, shetani imepeleka wenye maarifa wake, nao wakaingia kwa Biblia, nao wakaingia kwa neno la Mungu ili kugeuza. Na sasa wengi wanajiandaa kukabiliana, wengi wanajiandaa kushindana, wengi wanajiandaa, kama ni manabii wa uongo wengi, kama ni mitume wa uongo wengi, kama ni walimu wa uongo wengi. Imenenwa hii, wanaandaliwa kukabiliana na watu wa Mungu walioishika kweli. Ni lini utashinda? Ni lini utaweza? Ikiwa wao wanajiandaa, wewe unafanya nini? Ikiwa wanajua wakati huu ndio wakati wanajiandaa kufanya hayo, wewe wakati huu unafanya nini? Katika jina la Yesu, kataa kutekwa kiakili, kataa kutekwa kimawazo, kataa kutoka na dunia, kataa kutekwa na mambo yake, kataa kutekwa na siasa zake, kataa kutekwa na mipango yake, kataa kutekwa na siasa za dunia na mipango ya dunia na itikadi zake na mambo yake yanayokuja na mikakati yake yanayokuja. Inakuja katika namna mbalimbali za kibinadamu, za kijamii, mambo kama yale. Nani wenye akili watakaotambua? Nani wenye maarifa watakaotambua mipango ya adui, hila za adui ndani ya serikali za dunia, ndani ya jamii, ndani ya koo, ndani ya familia? Nani watatambua mambo haya katika manyanja za kiimani? Nani watatambua mambo haya? Kwa jina la Yesu Kristo, kanisa wamke na uwe katika ujazo wa nguvu za Mungu, katika Roho Mtakatifu.
na uweze kuongozwa na Roho Mtakatifu, uweze kufundishwa na Roho Mtakatifu. Tungehitaji roho wa kweli, maana ziko roho nyingi zimevamia Biblia zikitaka kuwa walimu, zikitaka kufundisha na kuelekeza. Roho nyingi za mazingaombwe wasemayo miujiza na mambo tofauti tofauti. Kuna michanganyiko ya mambo mengi. Lini utajua kweli? Unaweza kupambanua roho? Lini utajua cha kweli na cha uongo? Kanisa lingetaka watu wenye uelewa, wenye ufahamu wa mambo ya rohoni, wenye ufahamu wa mambo ya rohoni, wenye ufahamu wa mambo ya rohoni, wenye akili ya mambo ya rohoni, wenye ujuzi wa mambo ya rohoni, wenye utambuzi wa mambo ya rohoni. Utawezaje kushinda aliye rohoni na hali wewe uko mwilini? Hujui, hujapokea roho wa Mungu. Unatembea katika ukavu, unatembea katika uzoea, tembea katika hali ya kawaida. Hakuna mashuhudizo na mahimizo ya kimungu katika roho yako. Umekuwa tu wa kawaida, unajivuta na kujikokota. Hakuna hamasa, hakuna hamasiko. Kumekuweko na baridi, kumekuweko na ugoigoi. Kataa mazingira hayo ya kufa, kataa mazingira hayo ya ufu kwa jina la Yesu Kristo. Moto wa Roho Mtakatifu na uwe kwako, na utamani mwenyewe, na upende mwenyewe, na utafute kwa bidii mwenyewe, na uanze tabia nyingine mpya ya kumlingana Mungu wakati wote, ya kuwa karibu na Mungu kwa namna isiyo ya kawaida. Zama hizi ni za hatari. Mambo mengi yamewekwa na Shetani katika hali ya madanganyo. Wengi wanafikiri wamepata, kumbe wamepatikana wao. Wanafikiri wamewin, kumbe wameshindwa. Dunia imejaa katika hila na udanganyifu mwingi. Haijaweza kutatua matatizo ya wanadamu, bali imekuwa ikiongeza matatizo. Mtu wa Mungu, nategemea wapi? Mungu ndio tegemeo la kwako. Lazima usimame imara na Mungu, usimame imara na Mungu. Bwana akupe kushinda katika hii dunia, akupe kuweza kila jambo katika hii dunia, na ulinzi wake uwe juu ya kwako. Maana maharibiko ni mengi, vipigo ni vingi. Nani atakulinda? Nani atakuwezesha? Nani atatengeneza mambo yako yanayoonekana yanaharibika? Ni wakati uongeze viwango vya kukaa na Mungu, vya kumwomba Mungu, vya kumlingana Mungu, kukaa katika utakatifu, kukaa katika neno, kuyatafuta hasa mapenzi ya Mungu yaliyo ya kweli na ya kumpendeza, ili utembee katika hayo, Huu ndio wakati wako katika jina la Yesu. My God, my God, my God, my God. Omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu, omba Roho wa Mungu, omba msaada wa kwake, omba neema ya kwake, omba kibali kwake. Kanisa, ni wakati wa kumlingana Mungu sana. Kijana, uko wapi? Ni wakati wa kumlingana Mungu maisha yako. My God, my Lord. Woo! Jesus. Mungu, nakushukuru kwa hii neema ya wakati wa sasa. Bwana, kama ninavyokuwa nikikuomba nyakati nyingi kwa habari ya kanisa lako, ninakuomba tena kwa siku nyingine ya leo, maarifa yako haya yakatujengee upya wa dhati kutoka mioyoni mwetu, tukawe wapya tena kwako, ikaamshe ari mpya ya kukaa na wewe daima. Oh Lord, ya kuishi na wewe daima. Jesus, ya kutembea na wewe daima. Viwango vyetu vya kiimani vikakuzwe, Bwana. Lord Jesus, tukawe serious na wakati huu unaotupa. Jana imepita, imekuwa leo. Bwana, naomba rehema na neema. Kaa katika utakatifu wako Mungu Mwenyezi. Lakini leo inapita, inakuja isiyojulikana, isiyofika bado. Mungu mkuu, naomba neema
ya kutusaidiza kila wakati wetu tunaopata. Maana huo utakaotoa hesabu yake. Lord God, isaidie kanisa lako wakati huu, mipango na plani, tukaanguke katika mpango wako. Tunataka plani za kutembea Bwana, kutembea na plani zako Mungu Mwenyezi, kutembea katika plani yako Bwana. Tusiangukie katika plani za yule mwovu na dunia. Roho wa uzima, tujalie siku kaa vizuri katika zama hizi, katika jina takatifu la Yesu Kristo Bwana. Tuseme wote amen. Sema tena amen. Sema tena amen. Bwana akubariki sana. Nikutakia amani ya Mungu ambao umekuwa unafuatilia utakayefuata mafundisho haya. Bwana akubariki sana. Bwana akutie nguvu na akupe neema kipekee. Ingia kwenye system ya Mungu sasa katika jina la Yesu. Shalom.